الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Tukiendelea na darsa zetu za mwezi mtukufu Ramadhan, tukiwa tumuelezea Nabii Allah Musa alayhi salatu wassalam. Darsa iliyopita tulikomea sehemu ambayo kwamba Nabii Allah Musa baada ya kutiwa katika sanduku na mama yake na kwa ilham ya kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, manake tulielezea alikuwa akiletwa wahi, na wahi wenyewe si kwamba akituma Jibril, alikuwa ni biwasitatil ilham, na ni sampuli fulani katika aksam za wahi kumtu kuletewa ilham. Baada ya kumweka katika sanduku na akaokotwa na wafanyakazi wa Firaun, na wakampelekea mama Asia nyumbani ambaye kwamba ni mke wa Firaun, na Firaun alipoingia akataka kumua Nabii Allah Musa, kwa sababu alikuwa ni oda hii imetolewa na yeye mwenyewe Firaun ya kwamba mwanamume ama kijana yoyote wa kiume atakapozaliwa atindwe, kwa sababu mtoto ilimwambia kwamba atakuja mtoto wa kudhuru wewe. Ala kulli hal, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawa ni jambo amelipanga na lazima liwe jambo la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Firauni ujanja wake wote aliotumia na uhodari wake wote hawezi kupinga amri ya Mwenyezi Mungu, bali huyo ambaye kwamba anahadhari na yeye sija kamdhuru, yeye ndiye atamlia nyumbani kwake mpaka awe mtu akisawasawa na aje yamtoe. Darsa ya leo itatufahamisha masala ya tahrim almaradhi ala Musa. Nabii Allah Musa baada ya kuokotwa na ni mtoto mdogo wa wiki za kuhesabu takriban, ikawa hataki kunyonya na hajakuwa ni mtoto wa kuweza kula, labda hata kutengezewa uji haiwezekani, kwa sababu bado ni mdogo sana Nabii Musa. Manake siku ambazo kwamba alizokuwa amezaliwa ni siku ndogo sana na bado ni mtoto sana, labda angekata kunyonya angefanya chakula chengine hata kama ni uji, lakini ikawa haiwezekani, ni mtoto wa kwamba lazima tu anyonye. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamjalia Nabii Allah Musa akawa hataki kunyonya, na hii yote ni mipango ya Mwenyezi Mungu ili Nabii Musa arudishwe kwa mama yake, kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyomwahidi mama, akamwambia inna radduhu ilayki, tutakurejeshea kijana wako na usifanye wasiwasi. Tarikhi yasema ya kwamba asha Musa fi baiti Firaun inda Asia. Nabii Allah Musa alayhi salam alipokuwa ni mdogo na ameokotwa, aliishi katika nyumba ya Firauni kwa mama Asia, allati istawhabathu min Firaun fawahabahu laha. Mama Asia ambaye kwamba ametaka Firaun huyo kijana ampatie kama zawadi, na Firaun akakubali akampatia. Walaqad alqa Allahu mahabbatahu fi qalbiha, na hakika Mwenyezi Mungu aliatia mahaba ya Nabii Musa katika kifua cha mama Asia, ikawa mama Asia ampenda sana Nabii Musa. Kama ahabbahu Firaun wa atafa alayhi, kama vile Firaun alipomwona Nabii Allah Musa na mama Asia akamwambia usimtinde kijana, na akakubali na akamsamehe, basi akawa mapenzi yale yamemuingia mama na ampenda Nabii Musa kupita kiasi. Na hii ndio ile aya ya Mwenyezi Mungu alipomwambia Nabii Musa, wa alqaitu alayka mahabbatan minni walitusna'a ala aini. Sasa tarikhi yasema akhadhat Asia tabhathu lahu an murdhi'in. Mama Asia akawa amtafutia Nabii Musa mwenye kumsondesha, ili amsondeshe na vile vile amlee na kumwangalia. Tarikhi yasema fakana yamtani'u an qabuli thadiha. Nabii Musa kila anapoletwa mtu wa kumnyonyesha huwa akataa
kukubali kutukua titi la yule mama kunyonya. Washtadda bihi aljuu washtadda bihi albuka, na njaa ikamzidia Nabii Allah Musa, na bukaa, kilio, akawa Nabii Allah Musa iwalia kupita kiasi, kwa sababu mtoto mdogo akihitaji kunyonya na sipopata huwa ni mtihani. Basi tarehe yasema ishtadda bihi aljuu, njaa ilimzidia, washtadda bihi albuka, na kilio kazidi, akawa iwalia sana Nabii Musa, hapo ni mdogo. Wa huwa la yaqbalu thadya ahadin min almurdiat, na yeye akawa hakubali titi la yoyote katika wale wenye kusondesha. Kila anayeletwa msondeshe, Nabii Musa hataki. Hatta khashiyat alayhi imra'atu Firauna min alhalaki, mpaka mama huyu Asia mke wa Firaun akaogopa, manake kwamba huyu kijana sija akafa. Fa akhadhat binafsiha taftishu lahu an murdi'in, akawa sasa mama Asia mwenyewe ameingia mjini na katika mitaa amtafutia Nabii Musa mwenye kumsondesha. Waraat ukhtu Musa dhalika wa hiya turaqibuhu min bu'din, na ukhti yake Musa, ndugu yake Musa mkubwa wa kike, akawaona mambo yanavyoendelea, kama vile sanduku lilipowekwa katika maji, ikawa wanatembea maji la sukuma sanduku, maji yale ya sukuma sanduku, na huku ndugu yake Musa alayhi salamu wa kike akifuatilia. Na hapa sasa Nabii Musa atafutiwa mwenye kumsondesha na mwenyewe mama Asia. Ikawa huyu ukhti yake aona kwamba ndugu yangu leo tafuta mwenye kumsondesha, na hakuna ambaye kwamba akubali kunyonya kwake. Fajaat ila Asia, huyu ukhti yake Musa, ndugu yake Musa wa kike mkubwa, akaja mpaka kwa Asia, na aradat alaiha an ta'ti laha bimra'atin murdi'a, akamwambia kwamba mimi nitakuletea mtu ambaye kwamba atamnyonyesha huyu na atakubali kunyonya, na huko akikusudia kwamba atakwenda kumwita mamake Musa mwenyewe, na bila kuelezea kwamba huyu ni mtoto wetu, ndugu yangu na mamake yuko. La, alimwambia tu kuna mtu mimi nitakuletea na imani atakubali kunyonya huyu kijana. Tena ni amina nasiha, mwanamke ambaye kwamba ni mwaminifu, mwanamke wa kisawasawa. Nitakuletea na mutaelewana utamlipa namna gani ili amnyonyeshe huyu kijana. Faqalat laha imra'atu Firaun, mke wa Firaun akamwambia huyu ndugu yake Musa, na hajui kama huyu ndugu yake, ya kwamba niletee huyo mama ambaye kwamba wasema aweza kukubali kunyonya huyu. Fa in akhadha thadiyaha, kijana huyu atakapokubali kuchukua titi la huyo mama, basi akramtuha bi anwa'in min al-ikram, nitamtukuza na nitampatia sampuli nyingi ya ikram na mazuri na malipo mazuri. Fantalaqat hatta jaat ila ummihi, ukhti yake Musa akaenda mpaka kwa mama yake. Fa akhbaratha al-khabara, akamjulisha mama ya kwamba ndugu yangu mdogo yule iwalia na ametafutiwa wenye kumnyonyesha na hataki kukubali titi la mtu yoyote. Na mimi nimemwambia yule Asia ya kwamba kuna mtu tamleta, na sikusema kwamba wewe ndiye mama yake, wala sikusema huyu ndugu yangu. Nimemwambia tu na mtu tamleta hapa na imani atakubali kunyonya huyu kijana, nikikusudia kwamba tuende na wewe uende ukamnyonyeshe ndugu yangu. Fa atat ummuhu, pale pale mama yule akatoka, mama yake Musa alayhi salam, akaenda kwa Asia mke wa Firaun. Falamma ra'atuhu kadat taqulu hadha ibni laula an thabbataha Allah hatta la yash'ura alu Firauna bi anna hadhihi hiya ummuhu. Tarehe yasema mama huyu alipofika karibu na mwanae Musa,
karibu aseme kwamba huyu mwanangu, lau sile thibat na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumjalia kuwa ni mwenye kujikaza na mwenye kufanya subra, ilikuwa bado kidogo tu aseme huyu ni mtoto wangu mimi, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akampatia thibati umama, ili watu wa Firaun wasishair, manake wasipate shuur, wasifahamu kwamba huyu mama yake. Tarehe yasema falamma wada'athu fi sadriha, mama yake Nabii Musa alipomtukua Nabii Musa, alipomweka kwenye kifua chake, iltaqama thadyaha, akaliakia titi la mama yake, na huku jamaa hawajui kwamba huyu ndiye mama yake Musa. Basi tarehe yasema ikawa anyonya Nabii Musa kwa mama yake, hatta irtawa wa malaa jambaihi, mpaka akashiba, mbavu zikawa zimejaa tele maziwa, na irtawa manake ametulia, amesikia raha, yuko sawa kabisa. Fafarihat Asia, mama Asia alipomuona Nabii Musa amekubali kunyonya kwa huyu mama na ameshiba na amenyamaza, kuna tena masala ya kulia, mama Asia alifurahi kupita kiasi, kwa sababu ni mtoto amempenda na ametukua muda mrefu kutafuta mwenye kumnyonyesha, kila anayekuja hataki. Amekuja mama na amemkubali na amenyonya Nabii Musa na ameshiba vizuri. Basi Asia akafurahi, mama Asia farhan adhima, furaha kubwa kabisa, baada ya kuwa ameshamuona mama huyu amemnyonyesha Musa alayhi salam na amekubali kunyonya. Sasa mama Asia talabat minha an tamkutha fil qasri indaha, mama Asia akamwambia mamake Musa alayhi salam, na hajui kwamba huyu ndiye mamake, akamwambia mimi nalotaka mimi sasa, ombi langu wewe ukae hapa katika nyumba yangu kwenye hii kasri, liturdhi alaha hadha alghulam, ili apate kumnyonyeshia huyu kijana. Manake mama Asia akamwambia mamake Musa kwamba nataka ukae hapa katika kasri kwenye nyumba yangu, uwe kazi yako wewe ni kumnyonyesha tu kijana wangu huyu, na nitakulipa vizuri. Wa wa'adatha bi an tu'tiyaha anwa' alhadaya wa tukrimaha bi anwa' alikram, na akamwahidi akampromise kwamba nitakupatia zawadi tena anwa', sampuli nyingi za zawadi, na nitakufanyia ikramu ya hali ya juu. Mamake Musa alayhi salam akakataa, akamwambia mama Asia kwamba itakuwa ni ngumu. Waqalat laha, akamwambia mama yake Asia, mama yake Musa alayhi salam akamwambia mama Asia, in tabat nafsuka, kama nafsi yako itapenda huyu kijana unipatie, fa adhhabu bihi ila baiti, ili niende naye nyumbani kwangu nimnyonyeshe na vile nimwangalie, kama ataahadu waladi wa ana la astati'u an ad'a baiti wa auladi min ajli hadha alghulam. Akamwambia mimi nyumbani kwangu nina watoto na majukumu, sitoweza mimi niwate kazi zangu na nyumba yangu kwa sababu huyu kijana wako nibaki hapa kwako. Na Asia asikia yale maneno na hafahamu maskini kwamba huyu ndiye mamake Musa. Yeye akaambiwa siwezi kubaki hapa kwa sababu huyu kijana wako, ndio azidi kufurahi na mimi nimepata kijana na nimepata mwenye kumnyonyesha. Akamwambia kwamba kama utakubali niende nyumbani nimnyonyeshe, kisha nikuletee baada ya muda umuone, ama kama wewe utakuja umuone nyumbani hapo sawa, lakini mimi kubaki hapa kwenye kasri siwezi. Faradhiyat Asia, mama Asia akaridhia, an tadfa'ahu laha, ili ampatie yule mama Nabii Musa aende na nyumbani kwake, lakini awe atamletea fi kulli waqtin au fi kulli fatra,
litarahu, kila baada ya kipindi amletee ili apate kumuona. Thumma tu'iduhu laha, kisha atamregesha mwenyewe. Manake ikawa sasa ni Nabii Musa abebwe na yule mama yake haswa mzazi, na huku Asia hajui kwamba huyu ndio alomzaa. Akamwambia sawa, aenda kamnyonyeshe, almuhimu mtoto asikae na njaa na kaumia labda akafa, wewe kamnyonyeshe, kila baada ya muda fulani utakuwa ukiniletea kimuona mwanangu. Liannahu qad malaka bihubbihi qalbaha, kwa sababu mapenzi ya Nabii Musa yamemiliki moyo wa huyu mama. Wa hakadha haqqaqa Allahu wa'adahu faradda Musa ila ummihi, na namna hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alihakikisha promise yake na ahadi yake. Faradda Musa ila ummihi, akamrejesha Musa kwa mama yake, kwa sababu nyuma tulisema darasa za nyuma ya kwamba Mwenyezi Mungu alimwambia mamake Musa ya kwamba wa auhaina ila ummi Musa an ardi'ihi fa idha khifti alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki, ya kwamba tutakuregesha mwenyewe. Na sasa hapa ndo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amuhakikishia mamake Musa ya kwamba ile ahadi tulikuambia kwamba inna radduhu ilayki, tutakuregesha mwenyewe mwanao, ndio imeshafika. Mtukue mwanao ende na nyumbani. Wa hakadha, na namna hii ndivyo ilivyokuwa. Nabii Musa alayhi salam akawa ni mwenye kubebwa na mamake mzazi, apelekwa nyumbani kwao, anyonyeshwa na angaliwa, na baada ya muda fulani mama yule wamleta kwa mama Asia, na mama Asia akawa furahi na akawa ampatia mama huyu zawadi, na ikawa hali namna hiyo. Inshallah tutakomea hapa, darasa ya mbele itatufahamisha baada ya hapo kuendelea kitu gani. Mwenyezi Mungu ajalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahumma rabbana arina alhaqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina albatila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا.